Hebu simama kama mwanamume. Simama, mshawishi. Mimi naumia. Mshawishi basi asiliti mwanangu afika hata form 5. Mama, nimeshamshawishi sana lakini ameshindwa kunielewa kabisa. Sawa. Sasa mimi najua la kufanya. Nitahakikisha natumia njia mbadala mpaka wewe na Johari na watenganisha. Mapenzi kikoozi, kuficha nimeshindwa tena. Sorry kama nakukwaza, ila moyo unasema nakuhitaji, nakuhitaji baby. Odi wenyewe. Odi. Wewe tena? Mama alisema usije nyumbani kwake. Mimi sije hapa kupiga kelele kwa sababu ya Johari. Mimi nina shida na mama yako, nimemkuta. Shida gani? Haina haja wewe, shida yangu nikwambie wewe. Nakuuliza mama yako nimemkuta? Mama hayupo, kaenda sokoni kuchukua vitu vyake vya gengeni. Haya, nitarudi tena. Mama, samahani. Niambie ulikuwa na shida gani? Hapana, mimi nilikuwa na shida na mama yako. Sawa? Basi haya. Hebu subiri kwanza. Unajua mimi na muda mrefu sijakuona wewe kwenda shule, karibuni mwaka sasa. Ni kweli, tangu baba ameanza kuumwa jukumu la kutulipia dalibaki nalo mama. Na mama hana uwezo wa kulipia watu wawili shuleni. Kwa hiyo inabidi nibaki nyumbani kumsaidia mama gengeni. Kaka John aende shule. Vipi? Unajua na kakako na wiki sasa namkuta pale maskani na wenzie. Mama, nimekuambia mama yangu hana pesa za kulipa ada. Unapomwona John mtaani ni kwamba mama hana pesa ya kulipa ada. Ndio kilichokuleta hapo. Sasa utajisikiaje ukirudi tena darasani? Ili usikae tena gengeni kumsaidia mamako, utajisikiaje wewe na kakako? Unamaanisha nini? Yaani nataka nikulipie ada wewe na kakako. Mimi sitaki nikuone tena pale gengeni namsaidia mamako. Utajisikiaje? Kweli unaweza kufanya hivi? Kwa nini nisiweze? Si nimeamua bwana. Kwa kweli nitajisikia vizuri. Maana ninapenda sana kurudi darasani. Eti Kabisa. Sasa nina sharti hili moja. Akija mama yako mwambie anitafuti. Hiyo ndio shida iliyonileta hapa. Sharti gani tena hiyo? Haipasi wewe kujua hiyo sharti. Wewe mwambie mama yako akija anitafuti au aje nyumbani. Sawa? Basi sawa. Sawa, mimi natoka. Haya, karibu. Mama. Mama Johari nimeshampiga marufuku nyumbani kwangu asikanyage tena. Au Johari amekuja tena? Johari hata hajaja wala kuja kwa nia ya Johari. Kaja hapa akasema nakutaka wewe. Lakini mama, safari alivyokuja hata hakuja kwa ugomvi. Huyu mwanamke amechanganyikiwa. Katika mazungumzo alisema haja kukufuata wewe, ana mazungumzo na wewe. Nikamlazimisha ndo akaniambia. Akaniuliza kwanza, utajisikiaje nikikulipia ada urudi shule? Akulipia ada wewe? Tena sio mimi peke yangu. Ni mimi na Kajoni, wote wawili. Mama Johari huyu nimjua mimi. Ndio. Kwa mazungumzo yake yale alivyonielezea, nikatamata nikufuate sokoni. Sema tu nikaangalia hapa nyumbani. Kajoni alikuwa hayupo, baba yuko peke yake. Nikabidi tu nisubirie urudi, lakini kaja kwa nia nzuri, sio mbaya. Naisi amechanganyikiwa. Amenitafuta kwa njia nyingine zote. Amenitafuta kwa Johari mtoto wake, amenikosa. Sasa
nitafuta kwa mambo mengine, si ndio? Mimi hata sijaona tatizo liko wapi, kwa sababu mama tuliokaja kistaarabu kabisa, hakuja kishari wala nini. Na mimi nilivyoongea naye nimeona kaongea tu vizuri. Sema kasema kwa sharti hilo moja, hilo sharti mimi ndo hajaniambia. Umekubali mwanangu? Na hivi wewe mtu sio shangazi yako, si mama yako mdogo, akulipie ada wewe na kaka yako, kweli inaingia akilini? Na ndio maana akasema kwa sharti hili moja. Sharti gani? Nikawe mke mwenzie? Mama, mimi mwenyewe sijui. Lakini mama, usikatae wito, kataa neno. Mimi nimeona hapa tu ungeenda tu ukamsikiliza hilo sharti lake basi, kwa sababu ni jambo zuri. Mimi kwanza nimeshatoka kukaa hapa nyumbani. Nimekaa nyumbani mwaka mzima. Kajoni mwenyewe ndio huyo, kila akienda shule anarudishwa ada. Wewe saizi uwezo wa kumlipia Kajoni ada huna. Mimi mwenyewe uwezi. Sasa bora kama mtu kajitokeza kutusaidia kusoma, mwacha katulipia ada, enda kamsikize sharti lake mama. Kwani umemsikiliza? Mimi mwenyewe nimechoka kukaa nyumbani, nenda tu kamsikilize. Usiwe mjinga mwanangu. Angekuwa ni mtu mzuri asingeka sharti. Hilo sharti moja hilo ndo nalikataa mimi, hilo sharti moja. Ungeenda tu mama, kila kitu wewe ni mjeuri. Ungeenda tu ukamsikilize. Kwani shida iko wapi? Wewe msikilize. Ukishindwa si basi. Ila mimi natamani kweli kurudi shule mwenzako. Rahisi tu. Najua utashangaa nyumbani kwako nimefuata nini, wakati tayari ulishanipiga marufuku nisifike pale. Mwanangu Nana aliniambia kwa uko tayari kumlipia yeye ada pamoja na kaka yake. Maneno hayo yana ukweli? Ni kweli. Mimi na wewe zamani tulikuwa majirani wazuri tu, kabla watoto wetu hawajawa katika uhusiano. Baada ya kuingia katika uhusiano, ndio mimi na wewe tukawa maadui wakubwa. Lakini mimi nikajiuliza kwa nini inakuwa hivi? Alafu isitoshe shemeji haiko katika hali nzuri. Sasa mimi nataka kuwalipia watoto wako wote wawili ada. Lakini katika sharti hili moja. Haswa hilo sharti hilo ndio lilileta hapa. Sharti gani? Nataka wewe umdhibiti mwanao wa kiume na mimi nimdhibiti mwanangu wa kike, yaani tuwatenganishe. Na imani mwanangu anaweza akafanya vizuri katika masomo yake. Hayo unayoongea yanatoka mdomoni kwako? Yanatoka moyoni mwangu na katika kinywa changu. Mimi niko tayari kuwalipia watoto wako wote wawili ada. Una uhakika unaweza ukafanya hivyo? Niko tayari kwa hilo. Kama ni hilo, niko tayari kushirikiana na wewe. Mimi nitashukuru kwa hilo, tena nitashukuru sana. Kwa sasa mimi na wewe sio maadui tena, ni marafiki wapya. Sasa tushirikiane kudumisha huu urafiki. Asante.